umeifanya na kuifanya toka kwa misingi ya dunia, na naamini kabisa utatubariki, utatuinua, utasema na moyo wa kila mmoja ambaye yuko mahali hapa ambaye anatamani kusikia kutoka kwako. Kila mmoja ambaye moyo wake umefunguka alikuwa anasudia kipindi hiki cha Inuka Wewe Shujaa kwa imani kwamba kuna kitu kwenye maisha yake kinakwenda kuinuka usiku wa leo. Na naamini kabisa kwamba Bwana, vijana, wanawake, wanaume, watoto wote unakwenda kuwagusa popote walipo, kwa kuwa kuna umbali katika ulimwengu wa roho. Tunakwenda kuanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namshukuru Mungu kwa Jumatano nyingine nzuri ambao Mungu ameifanya, na naamini kabisa kwamba tunaendelea salama. Kwanza niwashukuru watu wengi ambao wamekuwa wanapiga simu zao, Devi, wanatuma message, tunawaombea na wanakuja na shuhuda nyingi sana nzuri kiukweli. Kiukweli tunapokea shuhuda nyingi sana za watu wanaopona, watu wanaofunguliwa. Lakini pia kuna watu wengine ambao wanakuja tunakutana nao uso kwa uso au ana kwa ana, na tunaamini kabisa kwamba wamebarikiwa na huduma yetu. Kwa ambao utatamani kutuma message yako, labda ukitaka maombi, maombezi, ushauri, au kuja kuonana na sisi one-on-one kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya ushauri, namba zetu za simu ni 0752 48 75 53. Nitarudia. Naam. 0752 48 75 53. Unaweza kutuma message yako hapo, na usipige tafadhali, tuma tu message na tutakujibu tafadhali. Wale mnaopiga tutaweza kuwa na huduma za kupokea simu kwa sababu zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo tuma message yako na tutajibu kwa muda wetu. Usijisikie vibaya isipojibiwa kwa wakati, kwa sababu message zinakuwa nyingi sana, Devi. Yaani kama juzi tulikuwa tuna message zaidi ya 300. Zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo kujibu kila message kwa wakati inakuwa ni ngumu sana. Leo tunaendelea na somo letu zuri, Inuka Wewe Shujaa. Wewe Shujaa. Na naamini watu wamekuwa nabarikiwa. Devi, mimi naamini radio hichi kipindi kimekuwa sababu ya watu wengi sana kujitambua, kujielewa, kuwa na ujasiri. Yes. Nimepata bahati ya kukutana pia na watu ambao wamekuwa wanatusikiliza uso kwa uso, ana kwa ana. Na nimeona jinsi ambavyo hichi kipindi kimewanyanyua mashujaa wengi. Naweza nikamshukuru Mungu sana kwa ajili hiyo pia. Kwa sababu najua hivi hatuonani kikawaida, lakini najua tunavyoonana kwenye radio hivi, na Mungu anapotupa nafasi ya kuonana kawaida, basi inakuwa ni baraka zaidi pia. Na leo tutazungumzia somo ambalo linaitwa kibali. Tunaposema Inuka Wewe Shujaa, shujaa maana yake ni mtu ambaye anafanya mambo makubwa, au Mungu amemwamini kwa kazi kubwa au kwa vitu vikubwa. Wewe ni shujaa kwenye familia yako, wewe ni shujaa kwenye jamii yako, wewe ni shujaa kwenye nchi yako. Kila eneo ambalo Mungu amekuweka anategemea uwe shujaa. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa nadhani ni Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 6, anasema Mungu hakutupa roho ya woga. Umeelewa Yaani Mungu hajawahi kutoa roho ya woga. Bali roho ya nguvu, upendo na kiasi. Sasa ukisema huyu mtu sio muoga au ana roho ya woga, maana yake huyu mtu ana ushujaa ndani yake. Au huyu mtu ana ujasiri. Tulijifunza sana kwa habari ya kusudi, tukasema ili kulishi kusudi la kumbwa kwako, lazima uwe jasiri. Kusudi aliishwi na watu waoga. Kwa sababu haya maisha yanahitaji mtu mwenye ujasiri kuchukua hatua. Unaposikia jambo, unapotamani kufanya kitu, lazima uwe na ujasiri. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Methali 28 mstari wa kwanza, anasema wenye haki ni majasiri kama simba. Na ujasiri ni silaha moja kubwa sana ambayo inaweza kukufungulia mlango kuingia mahali ambako kibinadamu usingeweza kuingia. Na ndio maana hata mfanyabiashara anatakiwa kuwa jasiri, mwanafunzi anatakiwa kuwa jasiri, mfanyakazi yoyote hata ofisini anatakiwa kuwa jasiri. Sasa ujasiri tunaozungumzia hapa sio tu ujasiri wa hisia, lakini pia ni ujasiri ambao Mungu anakuwa anaweka ndani ya mtu, ambao anakuwa haogopi chochote, maana yake hata wachawi, hata mapepo, hata nguvu za giza. Kwa sababu mtu ni roho anakaa ndani ya mwili. Na kitu kikubwa ambacho kinatesa watu au kinasumbua watu sasa hivi sio vitu vya mwilini, ni vitu vinavyoanzia rohoni. Ndio maana utagundua kuna watu wengi wanaenda kwa waganga kujizindika, si kufanyaje, kuogeshwa, si kufanywaje, kwa sababu hawaamini katika nguvu ya Mungu. Sasa tunaposema nguvu ya kibali, kuna story nilitoa hapa juzi nikasema kuna watu, hata kuna mtu mwingine alisikia pia akanitumia ushuhuda wake. Kwamba mtu anatamani mtu ampende, labda mtu anamwacha.
Alafu mtu anaenda kwa mganga, wanasema eti anaogeshwa. Unasikia David? Naam. Anaogeshwa eti anaondolewa mikosi, anaondolewa laana, sijui anaogeshwa ili yule mtu akimuona avutiwe naye. Nimekutana na hizo kesi mbili kwenye hii redio. Watu ambao nimekuwa nahudumia. Kwamba nakwambia nimeamua kwenda tu kwa mganga, niogeshwe ili mume wangu anipende, nipate kibali. Ni mkijana mwingine akaniambia juzi mpaka alinitafuta kabisa tukaonana, akaniambia nimepewa dawa za kuoga, yule mwanamke aliniacha ili anirudie. Lakini nikagundua watu wanachokitafuta ni kibali. Na hichi kibali wanakitafuta kwenye njia ambazo sio sahihi, lakini wanaletea madhara. Umeelewa vizuri kabisa? Amen. Kila mtu anahitaji kibali. Kwa sababu kibali ni nini? Kibali ni hali ya kukubalika kufanya jambo au kitu fulani. Yaani hali tu ya watu kukubali. Kwa mfano mimi naongea hapa. Kuna mtu nimepata kibali mbele zake. Amesikia tu sauti yangu akasikia aendelee kunisikiliza. Ila mwingine alizima akasikia aendelee kusikiliza redio nyingine au aondoke asinisikilize. Sasa hiyo sijamlazimisha anisikilize. Sijamshawishi anisikilize. Sijamlipa anisikilize. Lakini nimepata kibali machoni pake. Nimepata kibali kwenye moyo wake. Akajua huyu mtumishi wa Mungu anaweza akasema neno likaliponya moyo wangu usiku wa leo. Kwa hiyo ni kibali. Sio kwamba nimemlipa, sio kwamba kitu gani. Sasa kwenye haya maisha ili uweze kufanikiwa kwenye eneo lolote, liwe la biashara, liwe la elimu, liwe na kazi, liwe na kitu chochote, unahitaji kitu kinachoitwa kibali. Hichi ndio ambacho kwa duniani tunakiita nyota. Unasikia eh? Nasema huyu nyota yake imeibiwa. Nyota si imefanyaje? Nyota si yani ndio nyota kweli, watu wana nyota zao. Kila mtu ana kibali chake. Mimi sisemi sasa nyota. Kwa sababu ukisema nyota mtahisi kwamba ni mganga wa kienyeji hapa. Kwa situmii neno nyota. Natumia neno kibali. Kiingereza ni favor. Kwamba kibali ni kitu fulani ambacho David ukiwa unaongea hapa redioni, akaja mtu mwingine akaongea. Mtaongea sentensi zile zile, vitu vile vile, lakini kuna mvuto fulani utakuwa nao kwa mtu fulani. Wewe kama wewe. Maana umepata kibali machoni pa yule mtu na kwenye moyo wa yule mtu. Na kibali kinasababisha mtu akupe nafasi kwenye moyo wake, kwa hiyo akusikilize au afanye kazi na wewe au aendelee kuwa na wewe kwa sababu umemuingia. Sema umemuingia. Na ndio maana mimi kila siku napoamka asubuhi au wewe pia nakushauri ni vizuri kaomba roho ya kibali. Nimekuwa napata cases nyingi sana za watu. Pastor niombee, na roho ya kukataliwa, nikienda huko nakataliwa, wanaume wananikataa, wazazi wananikataa, watu wenzangu wananikataa. Hiyo ni roho unarushiwa, roho ya watu kukubali. Kutokuwa na kibali kwa watu. Kwa hiyo it means kwamba kama mtu atakupokea, hawezi kushare na wewe mambo yake. Mtu anaweza kuwaza, aisee na dili langu chap, nafanya na nini dili? Anamwaza David. Manaki umepata kibali kwa yule mtu kwamba naweza nikafanya naye biashara. Si unanielewa? Kuna watu leo wako kwenye ndoa lakini hawana kibali kwa waume zao. Yaani waume zao hawezi kuamini hata kwa hela, hawezi kuamini kwa miradi, hawezi kuamini hata kwa kulea watoto, hata kwa kuwapa siri zao, au hata kuwaunganisha na ndugu zao na marafiki zao. Manake umeunganishwa na mtu kama mke na mume au kama mchumba, lakini hujapata kibali kwenye moyo wa huyo mtu. Umeelewa? Sasa kibali ambacho nakizungumzia hapa mimi leo ni kibali ambacho kinatoka kwa Mungu. Sasa kikitoka kwa Mungu, unapata kibali mbele za Mungu, alafu na mbele za wanadamu. Ukiangalia mfano kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 26. Anasema na yule mtoto yani Samueli akakua, akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana Mungu na pia kwa watu. Kibali kwa Mungu na kwa watu. Si unanielewa ninachokizungumza? Amen. Unakumbuka hata Kaini wakati alipokuwa analala amemuua ndugu yake Abili, Mungu alimwambia Kaini, uko wapi? Mbona uso wako umekujamana? Akamwambia kama ukitenda mema utakosaje kibali? Maana alipoteza kibali mbele za Mungu kwa sababu alipomuua ndugu yake Abili. Sasa kibali ni kitu ambacho hata unajua wengi tunaomba, Baba katika jina la Yesu nisaidie, nipiganie, ila maombi yetu hayaingii kwa njia moja. Kila mtu ana njia yake maombi yake kuingia kutokana na kibali alichonacho mbele za Mungu. Kwa mfano hata kwenye Biblia inasema kwamba apataye mke amepata kitu chema, tena amepata kibali mbele za Mungu. Itimizi mwanaume yote ambaye atapata kibali mbele za Mungu, hata akipata mke, huyu mke hajatoka kwenye moyo wa Mungu, ametoka kwa mama yake, kwa marafiki zake bibi duniani. Ndio maana anakuwa mwiba badala ya kuwa mume, ya kuwa mke mzuri, kwa sababu apataye mke apata kitu chema, tena amepata kibali.
Haleluya. Amen. Hata utajiri unaotaka. Mimi naambia tu kuna kuomba pesa, alafu kuna kuomba baraka. Sikiliza, pesa ni kitu kinakujega na kuondoka. Unaweza ukapata hela, ukajenga, ukapata, lakini baraka ni kitu ambacho kikikaa na wewe hata kama una shilingi 100 mfukoni, lakini umebarikiwa. Kwa saa yote ukihitaji pesa, ni rahisi kuipata kwa sababu unatembea kwenye mbingu iliyo wazi. Manake umepata kibali kwa habari ya uchumi wako. Amen. Si unanielewa ninachokizungumza? Amen. Ninachokizungumza. Kwa hiyo kibali ni kitu ambacho hakinunuliwi, hakipiganiwi, hakitafutwi, hakigombaniwi. Ni kitu ambacho kinatokea automatiki baada ya wewe kugusa moyo wa mtu au moyo wa Mungu. Kwa mfano, una rafiki yako unamfanyia mema, au unamfanya kazi wako anafanya vizuri kazini, anafanya vitu vizuri, si lazima utampenda. Na hata nafasi ikija utampa, kitu kikija utampa, kwa sababu amepata kibali machoni pako. Kwa hata fursa ikija ya promotion, hata nini, utamwazia wa kwanza, kwa sababu ni mtu ambaye anafanya sawa sawa na kile unachokitaka. Ukimwambia fanya hivi anafanya, nenda huko. Hata watoto, unaweza kuwa na watoto wengi, ila kuna mtoto mmoja ambaye amepata kibali kwenye moyo wa mzazi. Mtoto mwingine anaweza kumwambia mzazi, mama naomba nifanyie hivi, afanye. Ila yule akisema nifanyie, anafanyiwa. Au yule mwingine akitaka hata aende kuongelesha kitu chake kwa baba, inabidi amtumie mtoto mwingine aende amsaidie kumuongelesha baba, kwa sababu baba anamuelewa yule mwingine zaidi kuliko huyu mwingine. Lakini wote ni watoto. Kwa nini? Kuna aliyepata kibali kwenye moyo wa baba. Kwa sababu gani? Ametii, anafanya mapenzi ya baba na ameushika moyo wa baba. Kwa hata mbele za Mungu wapendwa, kuna saa tunaomba maombi yajibiwi. Kuna saa tunapitia kwenye changamoto ambazo hatuoni mwisho wake. Tunapitia kwenye machozi ambayo hayana mwisho kwa sababu tumepoteza kibali mbele za Mungu. Naweza kanielewa vizuri kabisa. Amen. Na ndio maana ukisoma Zaburi ya 19 mstari wa 14 anasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Haleluya. Kumbe unaweza ukawa na maneno ambayo hayapati kibali mbele za Mungu. Unaweza ukawa unawaza mawazo ambayo hayana kibali mbele za Mungu. Na hayo mawazo ni shetani anayaleta. Kwa kama maneno yako hayapati kibali mbele za Mungu na mawazo yako hayapati kibali mbele za Mungu, maana yake Mungu akusikii, Mungu akuoni, Mungu akufikirii. Na hiyo ndio tunaita mang'ang'ano au maisha ya gizani, maisha yasiyokuwa na suluhisho. Kuna mtu ananielewa vizuri kabisa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Korinto wa pili mlango wa 7 mstari wa 2, kuna mahali Paulo alikuwa anawaambia kanisa la Korinto kwamba tupeni mioyo, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Delila alikuwa na Samsoni, lakini ilibidi afanye vitu ambavyo vingetafuta moyo wa Samsoni, kwamba apate kibali kwenye moyo wa Samsoni ili Samsoni ampe asili ya nguvu zake. Ndio maana tunaambia Delila akawa anabembeleza, tafadhali niambie asili. Nakumbuka wale wa zamani watu 2000 hawezi kujua wimbo ila wale wakongwe tunajua, asili ya nguvu zako. Anambembeleza, labda alikuwa anamletea chipsi, kakidogo anamletea sausage, kakidogo anamfanyia masaji, kakidogo anamletea maji ya moto, kakidogo anamsemesha hivi. Yaani anatafuta kibali. Akishapata kibali cha kujia kwenye moyo wa Samsoni, hakuna siri Samsoni hawezi kumwambia. Na ndio maana alipofanikiwa kupata kibali kwenye moyo wa Samsoni, Samsoni alimpa siri ya nguvu zake. Kwa hiyo hata kwa Mungu wetu, tukipata kibali mbele za Mungu, ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana nadhani 2:5, 16 na 17 Robi kama sikose kwamba, na huu ndio ujasiri tulionao. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:14. Ukiwa na kamera unajua maandiko ni raha, wanakusaidia. Anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye atatusikia. Na kwa kuwa tukiwa tunajua anatusikia, tunazo haja zetu tufanyeje? Tunazoziomba. Maana ujasiri tulionao kwake, maana yake tukiomba kitu sawa sana mapenzi, maana yake ni kibali. Yaani umepata kibali mbele zake. Yaani ndio maana unakuwa na ujasiri. Unajua mtu yoyote ambaye anajua ana kibali huwa ana ujasiri. Akija mbele zako haji kwa woga. Akija mbele zako haji kwa hofu na mashaka na wasiwasi. Kwa sababu anajua nina ujasiri, nina kibali. Sasa ninachozungumzia leo hapa ni kwamba mwaka huu 2026 tumekuja kwenye kibali cha Inuka We Shujaa kukuambia kwamba tafuta kibali mbele za Mungu ili akupe kibali mbele za wanadamu. Kuna watu mnang'ang'ana kutafuta kibali kwa watu. Nijulikane, nifanywe hivi, utamlamba mpaka miguu. Kama Mungu hajakupa kibali kwa huyo mtu, anaweza akakupenda leo, kesho akakudampo. Anaweza akakufurahia leo, kesho akakusema vibaya. Wanadamu ni wanadamu tu. Hata wanadamu wanaga kibali cha kudumu. Anaweza akakufurahia kwa sababu umefanya kazi, kwa sababu umempa zawadi, kwa sababu umejitoa, kwa sababu umempa hela, lakini mwisho wa siku anachokufanyia yule mtu ni kibaya kuliko shetani.
Kwa sababu Mungu peke yake ndio ambaye ukipata kibali mbele zake, kibali chake kinakuwa ni permanent. Na Mungu anapotupa kibali, tunapopata kibali machoni pa Mungu, Mungu anatupa kibali kwenye macho yake kwa sababu ya thamani alizoziweka ndani yetu. Kwa sababu ya vile vitu alivyoweka ndani yetu. Ndio maana tulisoma kuanzia mwanzo pale kwenye jinsi ya kuishi kusudi. Akasema kwamba haya makusudi ambayo tunasema tunaishi makusudi kwa sababu ya Mungu na sio kwa sababu ya nini? Ya jambo lingine lolote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 29 wa 39 mstari wa 21, akawa anasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Yusufu unakumbuka alikuwa ni mtoto wa 11 kwa watoto wa Yakobo na alizaliwa na Raheli. Yule Raheli ambaye unamjua kuna Raheli na Lea. Kwa Yusufu na Benjamin walizaliwa na Raheli. Sasa mamake akafa njiani wakati anamzaa Benjamin. Lakini mimi nahisi kabisa shetani alimuondoa yule mama ili Yusufu akateseke, asipate mama wa kumpenda. Unajua watu wenye vitu vikubwa wa shetani anaoinda sana. Ndio maana David ukitaka kujua, kwa mfano tunasema labda ni yatima, watu wa mtaani, watu ambao wameachwa, wamekataliwa, watu ni watu ambao wana kibali sana. Yani walikuwa na kitu kikubwa sana walichozaliwa nacho. Adui akaamua kuondolea wazazi, kuondolea hiki, kuwafanya walevi sana, kuwafanya wazinzi sana. Nilikuwa napita hapo saizi napanda nikakuta watu wameshaanza kujiuza saizi, wamekaa barabarani, wadada wadogo tu. Unakasema dada amekosa nini? Mpaka anajiuza mwili wake. Hebu imagine unalala kwa usiku mmoja na wanaume 10, wanaume 15, yani kwa sababu tu ya hela. Yani sikiliza, ukitembea kwenye baraka ya Mungu, hawezi kupata hela ya mateso hivyo. Hujui anakuja ni mwana namna gani, ana ukimwi, ana hiki, ana marogani, ana mavitu gani. Wewe unachota tu kwa sababu hakuna starehe hapo, ni mateso. Eti kwa sababu anataka nini? Pesa. Yaani manake mbingu zake za kupata pesa kihalali zimefungwa. Mpaka autese mwili wake. Mwingine atakuja atakubaka, mwingine atakuja kufanya anavyotaka. Kwa sababu gani? Ni maisha ya mateso, na ndio shetani. Ndio maana Biblia kwenye kitabu cha Yohana nadhani ni 10 akasema mwivi aje ili achinje na kuiba na kuharibu, bali mimi nimekuja ili muwe na uzima, tena muwe na hoteli. Kwa sasa Yusufu alikuwa ni mtoto ambaye toka nazaliwa alikuwa na kibali, na hata baba yake aligundua na akawa anampa nafasi sana na akamshonea kanzu nzuri sana, lakini ndugu zake wakaanza kumuonea wivu. Watu wengi ambao wana vibali mbele za Mungu ni watu ambao watu wanaonea sana wivu, hawapendwi. Yaani mara nyingi dunia ya kawaida hivi haitakupenda, kwa sababu kuna kitu cha kipekee unacho cha kitofauti ambacho kimetokana na kwa Mungu. Kwa sababu watu hawakupendi kwa sababu roho ya shetani yuko ndani yao. Kwa hiyo kinachokuchukia si wale watu, ni yule roho ya shetani ambaye yuko ndani yao, ambaye anataka aue kile kitu ambacho Mungu amekeka ndani yako. Unaweza kunielewa? Kwa hiyo Yusufu ndugu zake walimchukia tu kwa sababu anaota ndoto. Aliwaambia ndoto alizoota, wakaanza kumchukia tu ghafla. Kwa alivyoenda msituni kuwapelekea ndugu zake chakula, akasema bwana ndoto ile anakuja. Hasa kwa sababu ya hasira walizokuwa nazo akasema tunamuua. Imagine mtu mwenye kibali, yani amebeba nyota ya familia, amebeba baraka za familia, ukombozi wa familia. Wale ndugu ndio shetani amewaingia. Kama ambavyo unanisikiliza hapo sasa hivi, unapitia machozi, unapitia maumivu. Sasa hata baba yako mwenyewe yuko kinyume na wewe, mama yako, ndugu zako, mume wako. Unampenda mwanaume, unamjali, lakini haoni. Unamfanyia mwanamke kila kitu kizuri, haoni. Unamfanyia mtoto vitu vizuri, haoni. Unaona? Mtoto unamfanyia, mzazi unajitahidi, haoni, ana shukrani hata mzazi, haoni unachomfanyia. Unacho kitu. Ndio kama sasa wale wa nini? Ndugu wa Yusufu. Na wivu uliokuwa ndani yao kwa sababu gani? Ile kibali ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kwamba akiota ndoto, yani anaota vitu vya kweli. Kwa sasa wakataka kumuua. Na baadaye kuna ndugu yake mmoja akasema wamuuze. Lakini ile kumuuza nadhani ilikuwa ni ngumu. Unamuuza mtu kama mtumwa kwamba umeuza na hatima yake. Unajua ukiuza kama mtumwa kipindi kile, maana yake huna sauti tena ya kwenda kuongea. Na akauzwa kwenye nchi nyingine. Lakini Mungu akikupa kibali, haangalii kwenye nchi gani. Nadhani unanielewa hapo. Yaani Mungu akikupa kibali, haangalii kwenye familia gani. Angalia uko kwenye mazingira gani. Yusufu akaenda mpaka kwa yule mwanamke wa Potifa, akapata kazi kwa Potifa. Ndio hapo sasa akasema Mungu akawa pamoja na Yusufu alipokuwa ameenda kuuzwa. Kumbe kibali cha Mungu kinatembea na mtu mahali popote, hata kwenye jangwa, hata kwenye machozi, hata kwenye huzuni. Kama Mungu amekupa kibali, huwa kile kibali kinatembea na wewe. Akasema akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Wakati ametupwa gerezani baada ya kusingizwa ile kesi ya kubaka. Kwa sababu gani? Pia unajua Mungu alimpa kibali Yusufu. Yusufu alikataa kutenda dhambi ya kuanguka na yule kulala na yule mwanamke. Unajua mwanamke wa Kimisri ni wazuri. Wewe unaonaga wa Misri wewe? Ni zaidi ya Waarabu. Yaani wana shape. Nisi kama kuna Mtanzania hapa angefaulu mtihani.
Wewe fikiria ni mtumwa, umeenda kwenye nyumba ya bosi wako. Alafu unapata ofa kwamba utoke na mama. Maana yake atakuwa anakupa vyakula vizuri, vitu vizuri. Unajua mwingine akisema ndo zali la mentali Anasema Mungu leo umeniona. Yaani Mungu amemuona. Yaani mama ananitaka. Yaani anaona ni dili kweli kwake. Kwa sababu ni mtumwa. Lakini Yusufu akasema siwezi kufanya uovu nimkose Mungu wangu. Mungu ambaye hata alikuwa muoni kwa macho, yuko rohoni. Kwa kibali pia kinatunzwa na kumwogopa na kumheshimu Mungu. Unapomwogopa Mungu na kumheshimu, unapozitunza amri za Mungu, unapokataa kufanya uovu, sio kwa sababu ya mtu, kwa sababu ya Mungu ambaye umuoni kwa macho yako damu na nyama, ndipo pale Mungu anapoachilia kibali. Ndio maana kuna ni Warumi 6:23 anasema lakini maovu yenu yamewatenga na dhambi zenu zimeuficha uso wa Mungu msiuone. Kama sio ni Warumi. Wote sio Warumi, kama kwenye Isaya. Sema tena Robi wasikie. Isaya 59:1-3. Kwamba lakini maovu yenu yamewatenga nyinyi na Mungu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Kwamba umeona sasa pale. Kwamba ukiwekewa kiambaza, kama dhambi zimeweka kiambaza, maana yake Mungu hawezi kukusikia, Mungu hawezi kukuona. Kwa hiyo Yusufu angefanya ile dhambi ya kulala na yule mwanamke, maana yake ile ingekuwa ni dhambi. Na tayari ingeka kiambaza kati yake na Mungu. Kama vile ambavyo Adamu walifanya wakala tunda na Eva, na Mungu alipokuja bustanini hakukuwa tena na kibali cha Adamu kuweza kuonana na Mungu kwa sababu kiliondoka kile kiambaza. Nadhani unaelewa ninachokizungumza hivi. Kwa mtu yoyote pia anayenisikiliza ambaye anaishi maisha ya dhambi, na kila mtu anajua dhambi, hatuhitaji kufafanua hapa. Hamna mtu ambaye anatenda dhambi na anajua anatenda dhambi. Hiyo dhambi ndio ambayo inakuwa kama kiambaza. Na ndio maana Yesu alipokufa, unakumbuka kabisa cha kwanza kilichotokea wakati amekata roho, pazia la hekalu lilipasuka. Yaani pazia la hekalu ni kitu ambacho kilikuwa kwenye ulimwengu, kwenye hekalu, kwamba kinatutenganisha patakatifu na watu. Kwa hiyo maana yake kwenye ulimwengu wa roho ile, yani tulipata kibali kwa wanadamu cha kuweza kuingia patakatifu pa patakatifu, kuweza kumuingia kwa Mungu sisi wenyewe, kutubu dhambi zetu, kuungama makosa yetu kwa kupitia damu yake Yesu. Ndio maana pazia lilipasuka, kiambaza kikaondolewa. Kwamba mtu yote akitenda dhambi anaweza akarudi kwenye msalaba, anaweza akarudi kwa Mungu kwa toba, na Mungu akamsamehe kwa sababu ya Yesu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa Yusufu akashinda ule mtihani, akaenda gerezani kweli kwa kesi ya kusingiziwa, lakini Mungu alijua kabisa Yusufu amesingiziwa, kwa akampa kibali mbele za mkuu wa gereza. Na mwisho wa siku tunaona kwamba Yusufu akafanikiwa. Wapendwa, kibali ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Tafuta kibali kuliko unavyotafuta pesa. Tafuta kibali mbele za Mungu kuliko unavyotafuta mke na mume. Tafuta kibali mbele za Mungu kuliko unavyotafuta elimu. Kwa sababu ukipata kibali mbele za Mungu, wanadamu watalazimika, watake wasitake, watakukubali. Watake wasitake, watakuheshimu. Watake wasitake, wataona thamani yako. Kwa sababu muumbaji, aliyekuumba wewe sio mtu, ni Mungu. Na Mungu ndio the final say wa maisha yako. Na Mungu akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Unavyoona tunafuraha, tunapita kwenye majaribu, tunapita kwenye mambo magumu, tunafurahia, ni kwa sababu tumepata kibali mbele za Mungu. Ujasiri tulionao sio kwa sababu eti tuna pesa sana, au kwa sababu tuna vitu vingi vizuri, au kwa sababu hatuna majaribu. No, ni kwa sababu tumepata kibali mbele za Mungu. Hata tunapopita kwenye changamoto, hata tunapopita kwenye majaribu, hata tunapopita kwenye majira ya huzuni na maumivu, kwa sababu kila mwanadamu huwa ana mtihani wake. Na kila mwanadamu huwa na majira yake ya kujaribiwa. Ndio maana Biblia inasema furahini mnapoingia katika majaribu mbalimbali, kwa sababu ni kipimo cha imani yenu. Ni kipimo cha nini? Cha imani. Kwa sasa unapokuwa na kibali cha Mungu, hata shetani akileta majaribu kwenye maisha yako, hakuwezi. Unakumbuka habari ya Ayubu. Ayubu alikuwa ni mwenye haki, na shetani akaenda akamjaribu, na aliruhusiwa na Mungu kabisa amjaribu, kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa amepata kibali mbele za Mungu. Na shetani hawezi kumjaribu mtoto yote wa Mungu bila kupata kibali mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu anasema jaribu lote likija, huwa amepima, ametoa na mlango wa kutokea. Na kuna jaribu ambalo linakuja ambalo ni kubwa zaidi ya uwezo wako, kwa sababu limepata kibali mbele za Mungu. Kabla alijaje, Mungu alishaliona na akajua kabisa kwamba ushindi uko ndani yako, na akajua kabisa anaweza akakusaidia ukashinda hilo jaribu. Akamruhusu shetani alilete, akiwa amekaa anasubiria wewe uongee ushindi kwa habari ya hilo jaribu. Ndio maana nimesema kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda katika yale tupenda. Kwenye Warumi tena 8:30 akisema tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Maana kibali cha Mungu kikiwa juu yetu,
neema ya Mungu ikiwa juu yetu, uso wa Mungu ukiwa juu yetu, nani aliye juu yetu? Na ndio maana Musa akasema, uwepo wako usipoenda na sisi, kibali chako kisipoenda na sisi, uso wako usipoenda na sisi, hatutaondoka hapa. Na wewe kwenye maisha, ili umeki, ili ufurahie, ili ushangilie, ili uteleze, uishi maisha yenye furaha hata katikati ya machozi, lazima kibali cha Mungu kiwe juu yako. Kwa sababu kibali cha Mungu sio cha mwanadamu. Rafiki yangu, natamani unielewe. Kuna watu wengi ambao shetani ameondoa kile kibali cha Mungu na kukiweka kibali chake. Ndio maana leo unakuta pombe ndio inakutesa. Shetani anachofanya ni mwivi, anaichinja, anaiba, anaharibu. Yaani anakutoa kwenye mapenzi ya Mungu, anakutoa kwenye mkondo wa Mungu, anakutoa kwenye kibali cha Mungu ili usifanye mapenzi ya Mungu. Na leo tumekuja kusema katika jina la Yesu, yoyote ambaye shetani ameharibu kibali chake, yoyote ambaye shetani amechafua kibali chake, iwe kwenye biashara, iwe kwenye elimu, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye afya, mahali popote ambako adui alikuja akapanda magugu, akaondoa kibali cha Mungu, tumekuja kwa jina la Bwana wa majeshi kukirejesha. Maana miaka iliyoibiwa na parare na madumadu na tunutu inarejeshwa, na Mungu wetu ni Mungu wa marejesho. Anasema kwenye Ayubu mlango wa 14 mstari wa 7 kwamba kuna matumaini katika mtu uliokatwa, ya kwamba unaweza ukachipuka. Haleluya, haleluya. Namuona mtu mmoja akipokea kibali cha Mungu siku ya leo. Namuona mtu mmoja akikubalika tena kwenye moyo wa Mungu siku ya leo. Unajua, ukikumbuka ile habari ya mwana mpotevu Robinson, wakati mwana mpotevu alivyokuwa ameomba urithi wake na akaondoka akaenda nchi ya mbali, akatumia ule urithi wake vibaya, alafu tunaambia akafika mahali akaishiwa, yani akafulia, akaanza kula na nguruwe na makombo, kama vile ambavyo watu wengi leo wameondoka kwenye kanisa, wameondoka kwenye uso mapenzi ya Mungu, wameondoka kwenye uso wa Mungu, wanateseka sasa hivi. Yani shetani anawalisha makombo ya uzinzi, makombo ya pombe, makombo ya kujichukia, makombo ya kwa waganga. Yani wanaishi haya maisha na hisi sio ya kwangu. Kuna maisha ambayo nilikuwa nayo, nimetoka kwenye hilo kwenye huo mfereji au kwenye hilo bomba la hayo maisha. Lakini tunaambiwa kwamba ujue Mungu ni Mungu mzuri. Alivyowasa moyoni mwake kwamba nitarudi kwa baba yangu. Nitarudi kwa nani? Kwa baba yangu. Akasema nitaenda kumuomba hata nimfanye tu hata mtumwa. Yaani hata kama ni miongoni mwa watumwa. Lakini tunaambiwa alipokuwa anarudi, baba yake akamwona kwa mbali, akamkimbilia, akamlaki. Yaani maana yake alipata kibali mbele za baba yake. Akamvalisha pete, akamchinjia. Akasema yule aliyekuwa amepotea amerudi. Yesu alikuwa anatoa ni mfano ulitokea, sio kitu cha ukweli kilitokea, ni mfano aliutoa. Kwamba jinsi gani tukimrejea Mungu, tukirudi kwa Mungu, pokeaje. Hata kama tulikuwa kwenye matope ya dhambi, hata kama adui alikuwa ameshamalizana na sisi, kwa sababu shetani hajawahi kuumba mtu. Kila mtu ameumbwa na Mungu. Akasema tumfanye mtu, kwenye Mwanzo 1:26, kwa sura yetu na mfano wetu, waende kumiliki na kutawala. Mungu akamuumba mwanamke na wanaume, akawabarikia, akawaambia mkaongezeke. Na Zaburi 115 mstari wa 10 nasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo Mungu ameachilia kibali kwa watu, na hata wale ambao adui amevinyakua hivyo vibali, akaanza kuvitumia yeye, akawatoa kwenye mstari wa Mungu. Bado moyo wa Mungu uko tayari kuwapokea na kukiachilia hicho kibali kwenye maisha yao, kwa sababu shetani hajawahi kushinda. Shetani hajawahi kuumba mtu. Shetani hajawahi kuwa na mtu. Na hapo ulipo nataka nikuambie, haijalishi amekuwekea ugonjwa, haijalishi amekuwekea maumivu, msongo wa mawazo, umechoka, umekata tamaa, unahisi kama unahisi kwenye kisima wachako mwenyewe ambacho hakina furaha, hakina matumaini, nimekuja hapa kukuambia leo, kuna matumaini katika mtu uliokatwa. Rafiki yangu, kuna matumaini. Kuna matumaini katika mtu uliokatwa. Unaweza ukachipuka tena. Unaweza ukang'aa tena. Unaweza ukafurahi tena. Unaweza ukainuka tena. Unaweza ukasimama tena. Unaweza ukaenda tena. Unaweza ukasoma tena. Unaweza. Kuna dada mmoja alikutana naye wa ushirika, alikuwa ameshindwa chuo mara 2. Amefeli mara ya kwanza certificate, akafeli mara ya pili na mara ya 3. Kwa akanitafuta ofisini kwa ajili ya counseling. Akaniambia mimi sijawaambia wazazi wangu kwamba nimeacha chuo, kwao nilikuwa ni Mwanza. Akaniambia nimeamua kuacha chuo kwa sababu nimefeli mara 3, ili anaogopa kuambia wazazi wangu, nataka nikatafute kazi za ususi nianze kuzifanya hizo kazi mama. Nikamwangalia nikamwambia, lakini mbona nakuona kama bado ni binti mdogo, alidisco kabisa, zina anarudia disco. Nikamwambia mbona bala umri? Akapea hapana mama, kwanza umri wangu umeenda sana, siwezi. Nikamtia moyo, nikamwambia mbona naona kama nyota yako iko kwenye kusoma, mbona kama kibali chako kiko kwenye elimu, ndio maana ndio mama hapa. Nikamwambia niruhusu kusaidia urudi shule.
Nitamwambia babangu? Nikamwambia wewe niachie. Mimi Mungu anaweza. Hakuna kitu ambacho kinamshinda Mungu. Akapesa sasa nimeshafeli mara 3, nitarudi kufeli tena. Wenzangu ndio kwanza wanaingia 7 degree ambao nilianza nao huko nyuma. Nikamwambia usiogope. Tukaomba naye. Na tulipoomba nikamwomba Mungu sasa ampe kibali cha shule. Kwa sababu kilichokuwa kimeondolewa pale sio kwamba alikuwa ni mjinga, ni kibali cha elimu. Wapendwa, kibali cha elimu kinaondolewaga. Watu wanasoma ikifika wakati wa mtihani wanafeli. Watu wanasoma lakini wanadisco hata wajui kilicho discussion nini. Kwa sababu unakuta kwenye familia adui amechora mstari ya kwamba watu huko hawatasoma. Watu wa hii familia hawatasoma. Sio, unanielewa? Kwa ile dada nikaanza kuomba naye, baadaye nikamwambia niruhusu niongee na baba yako. Kwa sababu babake pia alikuwa ni ameokoka na alikuwa ni mchungaji. Kweli tukaweza kuongea na baba yake, nikamuelezea situation, akaelewa. Yule baba akaelewa vizuri sana. Na nikamwambia mtoto wako yuko tayari kurudi shule. Kweli akalipa ada, yule mtoto akarudi shule. Nikawa sana mentor, akawa anakuja kanisani tunasali naye pale. Nikamwambia sasa hivi nitakuwa na kuangalia na usome kwa bidii. Kweli yule mtoto akasoma certificate, akafaulu GPA ya juu kabisa. Akaendelea diploma. Umeelewa? Na amefaulu, amemaliza juzi diploma. Amefaulu vizuri kabisa. Sasa nikaona na ameweza kumaliza shule yake vizuri. Nikajiuliza, huyu alikuwa amekata tamaa, alikuwa amevunjika moyo, alikuwa ameona kwamba shule haiwezi kwenda tena. Mungu amekuja kumrudishia kibali. Amesoma na amegraduate. Haleluya. Yaani shetani anaweza kuonyesha kwamba kila kitu kimeisha, kila kitu hakiendi, lakini Mungu tunayemwamini, Mungu ambaye sio mwanadamu hata aseme uongo, anaweza kukusaidia. Amen. Anaweza kukusaidia. Nakumbuka kuna kibali Mungu alinipaga pia wakati naingia KSMC chuo mwaka wa kwanza. Nilikuwa babangu alikuwa na uwezo kunilipia ada. Kwa hiyo nilikuwa nimetokea familia maskini sana na nilikuwa sijafanya vizuri form 6 sana. Nilisoma PCB sikufanya vizuri. Kwa hiyo nikawa nawaza namwambia Mungu nitasoma je chuo kikuu, sitakuwa na ada. Mungu akaniambia niende KSMC. Yaani ni apply KSMC. Nilipo apply KSMC jamani, na Mungu akanipa kibali. Nikashangaa siku apply mambo ya serikali wala nini. Jina langu lilivyokuja, nilivyochakula KSMC likaja na sponsor 100% ya ada inalipwa. Unaona Mungu anavyojua kusaidia watu wake. Kwa mimi nimesoma KSMC miaka yote sije kulipa ada. Ile haikuwa ni mzazi, haikuwa na mjua mtu, haikuwa ni nguvu ya chochote. Kilikuwa ni kibali cha Mungu pekee yake juu ya maisha yangu. Kwa kibali cha Mungu kinapokuja juu ya mtu, Mungu anafanya ile mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Kinachokutesa leo experience kibali cha Mungu ni kwa sababu njia zako haziendani sawa na Mungu. Kuna mahali wewe na Mungu mnatofautiana. Biblia imesema kwenye kile kitabu cha Isaya 1:8 kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe, na zijapokuwa nyeusi kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Akasema lakini kama mkikubali na kutii, mstari wa 9, mtakula mema ya nchi. Lakini kama mkikataa mtaangamia. Haleluya. Hapo ndio ilikuwa msitizo wangu. Kama mkikubali na kutii, mkikubali kile Mungu anachowaambia, amri zake, mapenzi yake, mtakula mema ya nchi. Lakini kama mkikataa, kama hivi unavyofanya moyo kwa mgumu, unasikia habari za wokovu unakataa, unasikia habari za kuishi maisha ya kumpendeza Mungu unakataa, unasikia habari za ibada unakataa, unaona hao ni wale waongo tu, hao ni wale wasanii tu, hata duniani hamna kuokoka hakuna. Biblia imesema hivi, baada ya kifo ni mauti. Hakunaga wokovu unaenda kufanyika baada ya wewe kufa. La sivyo tungetafuta watu wengi tuwalipe hela kwamba tukisha kufa wafanye kazi ya kutuombea ili tuende mbinguni. Au ni uongo Robi? Ningeishi maisha yangu ya starehe, maisha yangu ya kila kitu, nikiwatengeneza watu na niwaachia akaunti za benki kwa ajili ya kuniombea ili niweze kuingia mbinguni. Lakini ukisha kufa habari yako imeisha. Hakuna kingine. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema kama mkitii mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi sio tu mbinguni, mema ya nchi ni hapa duniani. Ile baraka ambayo Mungu alikuwa amekuwekea. Zile hazina. Unaona kama Mungu, mimi sikutokea familia tajiri, familia maskini sana. Lakini kumbe Mungu, kwa sababu nilipata kibali machoni pake, akanisaidia nikaweza kupata nini? Ada, nikalipiwa mpaka nikamaliza chuo. Hata wakati wa ndoa ulipofikia kuolewa, nilikuwa nimeshaumizwa na wakaka 9. Huyu anakuja na kuumiza, huyu anakuja na kuumiza. Lakini moyoni mwangu nilidhamiria na nikasema sitoka nilale na mwanaume mpaka ndoa. Nakumbuka mpaka nilipofika mwaka wa 29, watu wananibeza, wewe tutaona, wewe. Kuna mkaka mmoja Mganda alinichumbiaga. Alikuwa anafusha hapo St. Margaret. Akawa ananisema tena, baada ya kutaka nilale naye nikakataa, akaenda kamwona rafiki yangu fulani hivi. Alafu akawa ananibeza, utakuwa bibi wewe. Wewe bana tucho kitu. Kara. Unajua yani wanakubeza, wanakusema, wanakuzodoa. Lakini mimi nilisema hivi, Mungu, sitaki nikutende dhambi.
ninaishi maisha ya ushindi, nitakuja kuwa msaada kwa vijana wengi, nitakuja kuwasaidia watoke kwenye dhambi, ninaishi maisha ya kujidhabihu kwa ajili ya kizazi changu, sio tu kwa ajili yangu. Sitaki kutenda dhambi, sitaki, nilidhamiria moyoni. Na kweli Mungu alipoona nimefika mahali kweli nimefika mwisho, Mungu alikuja akanisaidia, akanipa mwanaume ambaye kiukweli nasemaga mpaka leo hivi, Mungu yule mwanaume alikuwa amefichwaga wapi? Alikuwa amefichwa wapi? Alikuwa amefichwa wapi? Ni kwa sababu gani? Nilipata kibali kwenye moyo wa Mungu. Kwa sababu nilikubali kuyaishi mapenzi ya Mungu. Nilikubali kulipa gharama. Huwezi kupata kibali mbele za Mungu kama ukubali kulipa gharama. Biblia inasema pasipo maono tunashindwa kujizuia. Watu wengi hawapendi kuishi maisha ya kujidhabihu, maisha ya kulipa gharama. Wanapenda kuishi maisha sawa tu na kila mtu, wakati wewe ni watofauti. Wewe sio kama wengine. Haleluya. Kama wengine wanalewa, na wewe sio ndio ulewe. Kama wengine wanazini, sio na wewe ndio uzini. Wewe ni watofauti, mbegu yako ni ya tofauti. Wewe ni mtoto wa tofauti, una kitu cha tofauti. Ndio maana unapofanya hivyo vitu unasikia hukumu yako. Hata sasa kuna watu wanasikia mpaka wanalia. Kwa nini naishi maisha hivi, nitaendelea na yale mpaka lini? Ni kwa sababu roho yako inakwambia wewe sio wa huko. Kuna watu wamepangiwa moto, au hata wahubirie mpaka siku ya mwisho, hata kama waokoke. Si kweli? Au wameshapangiwa moto toka wanazaliwa. Ila kuna watu wamepangiwa mbingu. Yaani hao hata wakiingia kwenye dhambi wakajichafua, bado neema ya Mungu inawafuata, inawaita. Na ndio maana leo na nimekuja tena hapa na kuambia kwamba Mungu anataka upate kibali machoni pake. Kuna mtu ananielewa vizuri? Wakati naongea hapa, tumesema kanisa letu linapatikana hapa Moshi mjini, Champions of God Assembly, pale Motown Kaosh, mkabala kabisa na ofisi za reli. Na ibada zetu ni nzuri sana. Tuna kanisa zuri lenye ibada nzuri. Karibu sana uabudu na sisi kwenye kanisa zuri linalofundisha neno la Mungu la kweli, maombi, unabii, kufunguliwa, vifungo, kila kitu. Kila Jumanne tunakuwa na ibada saa 10 jioni. Kila Alhamisi tunakuwa na ibada ya kufunguliwa pia saa 10 jioni. Lakini kila Jumapili tunakuwa na ibada kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana, na ni ibada nzuri kabisa. Lakini tuna maombi ya one on one. Tunaombea mtu mmoja mmoja na kumshauri siku ya Jumanne na Alhamisi. Kama unatamani kuja Jumanne au Alhamisi kuanzia saa 4 mpaka saa 10, tunakuwa na muda mzuri wa kuomba na mtu mmoja mmoja na kumshauri mtu mmoja mmoja. Na kama una changamoto yoyote, unahitaji kutoka mahali, unahitaji kuvuka mahali, ni vizuri pia ukaja pale kanisani na tukakuombea bila gharama yoyote, bila pesa yoyote. Na namba zetu za simu ambazo unaweza kutuma message yako kama unatamani labda kuombewa, unatamani kusaidiwa kwa namna moja au nyingine, ni 0752 48 75 53. Tarudia tena 0752 48 75 53. Yeah. Tunaendelea David, tunaendelea na somo letu la kibali. Naam. Lakini niingie upande mwingine. Kuna watu wengi sana wanakosa pia kukubalika na watu, au kazi au biashara, au watu wanashindwa kuishi nao kwa sababu wanasema wanakataliwa au hawapendwi au nini, lakini wakuja kugundua kwamba ni tabia walizonazo ndio ambazo zinafanya watu wasipate kibali mbele zao. Na hizi tabia ndio zimekuwa zinawatenganisha na baraka zao, na watu hao wa baraka. Sio, unanielewa ninachozungumza? Na hii nitasema hasa kwa vijana. Changamoto sasa hivi, mimi nimekuwa pia na vitu yangu, naajiri watu na vitu. Nimekuja kugundua watu ambao ni waaminifu ni wachache sana. Watu ambao wanafanya kazi ya mtu kwa uaminifu ni wachache sana. Watu wengi ni wazembe, watu wengi ni wavivu, watu wengi wanachati sana, watu wengi wanaiba sana, yaani kuna mtu akipata kazi anawaza hii kazi ina sehemu ya kuiba. Yaani kuna kiloop au cha kuiba. Kama akiona hamna haendi kwenye ile kazi. Mwanya. Anatafuta kazi ambayo ina mwanya wa kuiba. Unanielewa? Kwa hiyo tuna hicho kizazi ambacho tabia, yaani mtu anapata kibali kwenye ofisi. Ni dada mzuri, si unanielewa? Anapata kibali kwenye ofisi nzuri. Anakutana pale na meneja. Yeye badala ameenda pale kwa lengo la kazi, anaanza kujipitisha, anaanza kujitaitisha, anaanza kujilegeza, anamtongoza yule kaka ile aingie line, alale naye yule meneja. Sasa inakuta yule mtu anaweza kupoteza na kazi. Si unanielewa ninachokizungumza? Unanielewa? Naam. Yaani mtu anakutana labda na watu wazuri ambao anataka kufanya naye kazi, lakini maneno yake anavyoongea ni matusi tu. Ni mtu ambaye kila saa anasema tu uongo, anaga kunyoosha maneno. Usio kuna au David kuona mtu ambaye hata kwambia kitu muamini. Na wapo.
Mimi siwezi kumwamini fulani, labda sio afanyaje. Hivi niambie, utapataje kibali kwenye moyo wa mtu kama hatuwezi kuamini maneno yako? Kwa sababu chochote unachokizungumza unaongeza chumvi. Awe ni mtu tu ukiongea tu kitu umeweka tusi. Ukiongea tu kitu umeweka tusi. Sasa kuna aina ya watu au kuna heshima fulani ya watu fulani wa heshima au wa hadhi fulani ambao uwezi kukaa nao. Wala Mungu hawezi kukupa kazi kwenye hizo ofisi au kwa watu kwa sababu ya tabia zako. Wengine ni vile wanavyovaa. Vile wanavyojipresent. Kwa sababu mavazi yanamwakilisha mtu. Mavazi yanamtambulisha mtu. Sasa unavyotokeza mahali, unavyotokea mahali ulivyovaa. Yaani watu wanaweza kukuita ni muuni, kumbe maskini hata sio muuni. Lakini unakosa kibali cha kazi, unakosa kibali cha connection kwa sababu ya jinsi ambavyo unavaa. Unaweza kanielewa vizuri? Unaelewa vizuri sana eh? Kwa hiyo character au tabia imechangia sana kwa nyima watu wengi kibali. Na haya hata sio mapepo, ingawa hata ndo mapepo. Mimi nawaambiaga watu hivi, wakati unatamani kazi au unatamani ajira au whatever, hebu jitahidi kuitengeneza tabia yako. Kuna watu wana tabia za masengenyo. Akiingia kwenye ofisi, yani umbea ulikuwa upo lakini utaanza. Anachukua maneno huko anapeleka huko, anachukua huko anapeleka huko. Kwa baadaye kila mtu anamchukia kwa sababu ni mtu wa chokochoko. Ni mtu wa maneno. Wengine ni hasira. Zikipanda hapa anatoa hadi povu mdomoni. Na kwa sababu mwanaume ataondoka hata usiku wa manane atakuacha hapo ndani aondoke. Kwa mpaka kwenye ndoa kuna watu hata kibali cha kwenye ndoa kinakosekana. Kwa sababu kukosa uaminifu, kukosa tabia nzuri, utulivu, maneno mazuri, utulivu wa ndani. Umeelewa ninachokizungumza? Kwa hiyo kibali hizo tabia unazozionyesha kwa mwanadamu wenzako. Alafu mwanadamu wenzako anashindwa kukuamini na kufanya na wewe kazi. Vipi kuhusu Mungu? Kwa hizo tabia unazomuonyesha Mungu za uongo, masengenyo, kuiba, chuki, hasira, unafikiri Mungu anapata kibali? Unapata kibali mbele za Mungu? Umeelewa vizuri? Unapoanza kutengeneza tabia zako mbele za Mungu au kibali chako mbele za Mungu, automatiki inakuja kutengeneza na za mwilini za kawaida za mbele za watu. Ndio maana tukaambiwa kwamba Samueli akakua, akapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Yaani nataka nielewe vizuri. Ukipata kibali mbele za Mungu, automatiki utakuwa na tabia ambazo zinakupa kibali mbele za wanadamu. Hata unaelewa ninachokizungumza? Unaelewa ninachokizungumza? Kuna watu wanapata kazi nzuri sana sio kwa sababu wamesoma sana, ni kwa sababu tu ya tabia zao. Kuna watu wanapata ndoa mpaka mnashangaa mtu mikoja ameolewa. Sio kwa sababu eti anajua sana ndoa au kama ni kwa sababu tu ya tabia yake. Anavyoongea, anavyojibu. Ana shape mbaya kuliko ya kwako, lakini yuko kwenye ndoa. Ana sana kwa sababu ya tabia yake. Kwa hiyo kibali kinaathiriwa sana na tabia, haswa kwa vijana sasa hivi. Na hakuna jinsi utaitengeneza tabia yako sasa bila kumruhusu Mungu aingie kwenye maisha yako. Amen. Kabla sijaomba, niombe kwanza wale ambao natamani kumpa Yesu maisha usiku wa leo. Kama unasikia somo hili na unatamani leo unganisha maisha yako na Yesu, na kama utaokoka pia usiache kutuma message yako kwenye namba hiyo hiyo kusema kwamba leo nimeokoka, ili tuweze pia kukulea na kukutunza katika mafundisho. Sema: Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa jina la neema. Asante kwa pendo lako. Asante kwa siku ya leo. Nimekuja Nimekuja mbele zako kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Leo nimekupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipate kibali mbele zako. Samehe dhambi zangu, samehe maovu yangu. Asante kwa kunipokea. Baba, asante kwa watoto ambao wamekupokea siku ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye amekupa maisha yake. Mungu, naomba ukampokee na ukamwonyeshe njia impasayo kuendea, ukamshauri jicho lako likimtazama. Kila mmoja ambaye ameokoka leo msimamishe katika wokovu. Kama ulivyonisimamisha mimi mpaka nimekuja kuwa mama, kuanzia nikiwa binti mdogo, ndivyo utakavyomsimamisha kila mmoja aliyemaanisha safari ya wokovu siku ya leo katika jina la Yesu. Kama umeokoka utatuma message kwa 0752 48 75 53 na tutakuhudumia pia. Sasa nataka nifanye maombi ya moja. Leo tuombe kitu kimoja tu, roho ya kibali. Haleluya. Tutaomba kwa ajili ya roho ya nini? Ya kibali. Na hii kitu Bwana lazima utakuja hapa na ushuhuda. Yaani kuna watu mtaitwa kwenye kazi. Kuna watu kesho mkiingia kazini watu watakuwa na washangaa. Mkiingia kwenye biashara, yani kibali ni roho. Inawapa watu kukukubali, kukusikiliza na kukuweka karibu na wao. Kwa hiyo shika tu kichwa chako kwa sababu hicho kichwa kinahitaji kifunguliwe.
Na tuombe kwa kumaanisha hapo ulipo, usiogope. Omba kwa imani. Mimi natoa maneno lakini wewe ndio unayepokea. Wewe ni shamba, mimi ni mbegu. Ninapanda kwenye shamba ambalo pia litakuwa. Kwa hiyo ninavyoomba, omba na mimi, usinyamaze. Mwambie Bwana, najiunganisha na hiyo neema iliyokuja hiyo mtumishi. Na leo nafunguliwa kila roho za mikosi. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako. Asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa jioni ya leo ambao umetupa hili somo la nguvu ya kibali. Ninajua kuna watu ambao adui amekuja ili achinje, aibe na kuharibu maisha yao. Ameharibu vibali vyao, ameharibu maisha yao, ameharibu kazi zao, ameharibu biashara zao, ameharibu huduma zao, ameharibu sura zao, ameharibu maneno yao. Hata vinywa vyao vikiongea maneno hayana tena kibali wala nguvu. Wakifanya kazi mikono yao haina tena kibali. Wakienda mahali miguu yao haina tena kibali. Nimesimama kwenye redio hii usiku wa leo, ninaachilia hii roho ya kibali ambao Mungu umesema leo niongee. Kuna watu wanatakiwa wapokee roho. Kuna watu wanatakiwa wapokee roho. Rimo sika inda rama sika yanda. Repo sika tarama saka yanda. Reko saka tarama mama. Kila roho ya mikosi, kila roho ya nuksi uliorushiwa, kila uchafu wa kipepo uliovalishwa, hata kwenye ndoto kaona ukipakwa vitu vibaya, ni mavazi machafu uliovalishwa usiku ukiwa umelala, mavazi ya mabaya, ninakuvua mavazi, ninakuvua mavazi, ninaondoa hiyo roho ya upweke, ninaondoa hiyo roho ya uchafu, ninaondoa uchawi uliotumwa juu yako ili uondoe kibali chako. Kibali chako kwenye hiyo ofisi na kirejesha, kibali chako kwenye hiyo shule na kirejesha, kibali chako kwenye hiyo kazi na kirejesha, kibali chako kwenye hiyo ndoa kilichochafuliwa ninakirejesha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninabomoa kila ngome zilizosimama kupambana na kibali chako. Ninawang'oa au walinzi wa kipepo wanaolinda kibali cha shetani kwenye maisha yako. Ninakuingiza kwenye kibali cha Mungu, ninakuingiza kwenye moyo wa Mungu, ninakuingiza kwenye mapenzi ya Mungu, ninakuingiza kwenye nguvu za Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila anayecheza na biashara yako na kukuondoa kwenye hiyo ofisi na kurejesha. Kila anayecheza na watoto wako na wasikupende, wasikukumbuke na rejesha. Kila anayecheza na mahusiano yako akiavuruga ili asipate kibali na kurejesha. Chochote ulichokipoteza kwa njia ya kibali kirejee, kwa njia ya kibali kirejee. Unapoamka asubuhi, Mungu akufungulie umande wa mbingu. Mungu akufungulie mbingu iliyo wazi. Mungu akurejeshe mahali pako pa asili. Nenda ukashuhudie, nenda ukashuhudie katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Amen, amen. Piga makofi, amen, kama umeomba amen. vizuri na mimi. Piga makofi, sema napokea kibali. Napokea kibali. Haleluya. Amina, amina. Sema napokea kibali. Napokea kibali. Sema tena kwa imani hapo nyumbani, napokea kibali. Napokea kibali. Haleluya. Kibali ndio jina lako kwa jina la Yesu. Na tunasema inuka wewe shujaa. Inuka wewe shujaa. Hakuna atakayecheza na kibali chako tena. Amen. Mungu amekirejesha. Haleluya. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana kwa kipindi chetu kizuri hiki. Ila tumesema kama unahitaji maombi, unahitaji msaada, unahitaji ushauri, namba zetu za simu ndio hizo 0752 48 75 53. Lakini tumesema karibu sana uabudu nasi kwenye kanisa zuri, kanisa la baraka, kanisa la vijana. Haleluya. Amen. Kama ni kijana ise, yani akisha mimi nakuwa mchungaji wako. Maana utakosea kuoa wala kuolewa. Naam, asante sana. Au David unasemaje? Naam, kabisa kabisa. Ndio maana hata mimi nimechagua pia. Mimi nishukuru sana kwa neno zuri sana, chakula kizuri sana. Huwa nasema chakula hiki hakika ukila ukashiba hutakaa usikie njaa kamwe. Katika maisha kibali ndio kila kitu. Kila kitu. Una nafasi ya kujiuliza kibali chako ni kipi? Inawezekana ukawa ni kati ya watu ambao kila unavyoongea watu hawataki kukusikiliza kabisa. Kumbe kibali chako kimeshatoweka. Yes. Na kuna mwingine anakitumia. Naam. Kwa hiyo una nafasi ya kuja kutengeneza tena kwa mara nyingine tena. Nikukumbushe tu kipindi hiki kinapatikana kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 mpaka saa 4, lakini pia Jumapili saa 2:30 mpaka saa 3 kamili, saa 1:30 mpaka saa 2 kamili. Kwa hiyo karibu sana sana. Kubwa kuliko tarehe 30 tutakuwa na mkesha mkubwa sana 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 pale Uchumi Complex. Una nafasi, usipange kukosa. Mwambie rafiki yako, vijana wote tutakutana pale. Asante sana. Nikutakia usiku mwema. Tukutane tena siku nyingine na wakati muda kama huu. Amen.